Nataka kueleza Wakenya kwamba siku 3 hivi iliyopita mpaka leo kuna visururu vya mkutano ambayo tulifanya, na hiyo mkutano inalenga mambo mawili. Mambo ya kwanza ni mambo ya ujumuishaji wa wenye waliotengwa katika uongozi wa vyama vya kisiasa na pia katika uongozi kwa jumla. Na hawa waliotengwa kama vile imeelezwa katika katiba yetu ya nchi ya Kenya ni vijana, akina mama, wale watu ambao wanaishi na ulemavu, na pia waliotengwa ile tunaita special interest groups. So siku 3 zilizopita tuko na mkutano karibu 12 ambayo inaendelea pembe zote za nchi, na ni kuhamasisha hawa ambao hivi vikundi vya vijana, kina mama na wenye wanaoishi na ulemavu waelewe haki zao kikatiba, waelewe kwamba pia wako na nafasi ya kujihusisha katika vyama vya kisiasa, wako na nafasi ya kujihusisha katika uchaguzi ili waweze kuamua na wawe na sauti katika uongozi wa hii nchi. Tunasema kwamba changamoto iko mingi ambao inakaba hawa hivi vikundi vya watu, kama ni kina mama, kama ni vijana ama wanaoishi na walemavu, kuna changamoto. Lakini pia tunasema kwamba haya changamoto lazima yashughulikiwe, na watu wa kwanza kufaa kushughulikia ni hivi vikundi wenyewe. Vijana lazima wajitokeze, wajiandikishe kura ili waweze kupata sauti yao. Wamama hivyo wanafaa kujitokeza na kujiandikisha kura, na wenye wanaishi na walemavu pia wajitokeze wajiandikishe kura itakapoanza watakapoanza kusajiliwa. Kitu ya pili, tunahimiza pia vijana, wamama na wanaoishi na walemavu na wale waliotengwa wajihusishe na vyama vya kisiasa. Lazima wajiandikishe kama members wa vyama vya kisiasa, sababu usipokuwa member hakuna vile chama inaweza kukuhudumia. Katika sheria zetu ambazo zinasimamia mambo ya vyama vya kisiasa hapa nchini, tumeweka incentives mingi sana ya vyama vya kisiasa kuleta hawa watu kama wanachama wao, kwa sababu kulingana na hata mgawanyiko wa fedha, kuna fedha fulani imetengwa kuhakikisha kwamba vijana, wamama na walio wanaishi na ulemavu waweze kuwa members ama wanachama wa vyama. Na mtakapojiandikisha pia lazima upiganie uongozi katika hiyo chama. Uongozi unaanzia kwa chama kwanza. Kabla hujaenda kutafuta MCA, bunge ama governor, lazima pia uanze kuwa kiongozi katika chama yako. Hapo sauti yako itasikika, utaweza kujua mambo ya uongozi, utaweza kuelewa mambo ya siasa, na kutoka hapo utaweza sasa kupigania uongozi wa nchi pia.